Habari za saizi mtazamaji wa Revolution Media, karibu tena. Leo ni siku nyingine. Tumemtembelea mwimbaji chipukizi ambaye ni Limbe Dani. Huko nami mtangazaji wako S Vilonja. Nyuma ya kamera ni timu yangu ya ufundi. Usikose kulike, kusubscribe na kucomment kwa ajili ya kupata yaliyo mengi. Habari za saizi kaka? Mambo yanaendaje? Asante sana. Tumefika nyumbani hapa, tunaona una chili unatulia. Asante sana. Tumekuja ili tuongelee kazi yako ya uimbaji. Kwanza nashukuru sana kwa ujio wenu, sikuwa natarajia. Nashukuru sana kwa jinsi nimeona ni vyema sana kuja kumtembelea vijana wangu. Asante. Tunaona kwa uimbaji chipukizi hapa kambini Dzaleka unakuja na nguvu sana. Nini ambacho kimekufanya uingie kwenye maisha ya muziki au uingie kwenye muziki? Bro, maisha ya muziki ni mazuri sana. Asikwambie mtu. Ni lazima kama mtu una kipaji, uonyeshe kipaji kwa watu ili wavipokee kwa uzuri na kwa furaha na kwa support, ili kesho Mungu akikubless kipato kinaweza kuingilia. Asante sana. Maisha ya muziki ulianza mnamo mwaka gani? Mimi nimeanza maisha ya muziki zamani sana. Nikiwa bado ningali mtoto sana. Ila muda njoo haukuwa bado unaniruhusu, lakini kwa sasa muda unatembea vizuri sana. Mwaka gani ndio mwaka uliosimama wewe kama Limbe Dani? Ni mwaka gani? Mwaka nilioanza kusimama vizuri ni mwaka wa 2023. Mwaka wa 2023. Ndio mwaka uliona hapa kabisa nina uwezo wa kusimama kama mimi. Ndio kabisa. Nini kilichokufanya uingie kwenye maisha ya muziki? Kilichonifanya niingie kwenye maisha ya muziki, cha kwanza mimi mwenyewe nilikuwa ninajiona kabla ninaweza kutangaza ninaweza kutangaza mashauri fulani kwa watu, kwa sababu muziki unasaidia kupeleka mashauri, unasaidia watu wengi kuburudika, kusikia, kwa sababu wengi wanategemea muziki kwenye kufanya mambo yao. Ndio maana nikaona ni vema hata mimi pia naweza nikachangia kwa jamii kwa kile kidogo ambacho Mungu amenisaidia, naweza nikachangia kwa jamii. Asante. Kabla hujaanza kuimba, ni msanii gani ambao ulikuwa ukipenda kumsikiliza sana? Mimi namsikiliza Michael Jackson. Namsikiliza Michael Jackson. Asante. Unaweza kuimba wimbo mmoja wa Michael Jackson? Michael Jackson napenda wimbo wake wa Dangerous. Imba kidogo tusikie. Kuimba wimbo msanii sio vizuri. Pima kidogo kiongozi. Mimi napenda muziki ambao alifanya na msanii gani? Akon. Imba kidogo kiongozi. Naona kama umenipotea hivi. Umepotea. So ukiwa unamfuata mwimbaji fulani, ukimuiga mwimbaji fulani, baada hapo unashindwa kupiga hata verse, inakuwa kama inaonyesha kama hauko serious. Umesema ya kwamba uliingia kwenye maisha ya muziki kwa sababu uimbaji ulianza bado huko mdogo. Kwa hapa mpaka sasa, au wakati bado huko mdogo mpaka kufika mwaka wa 2023, ni changamoto gani ulizozipitia hapa? Changamoto ni nyingi sana. Ndio, changamoto za muziki ni nyingi sana. Usione mwenzako anashoot video, anaimba, muziki umekuja tu kwa watu mnausikiliza. Changamoto ni nyingi sana. Kama unaweza kutaja changamoto 2 au 3? Cha kwanza ni kipato. Muziki naomba uwe na fedha. Hauwezi kufanya muziki mzuri kama huna pesa, kwa sababu hata collab inaomba uwe na pesa, kuingia studio inaomba uwe na pesa, kushoot video inaomba pesa, hata mamoto wanahitajika wape pesa, hata kufanya challenge unalipa dancers, unalipa hata media unasikia kutangaza biashara yako. Ndio changamoto ambazo zipo. Ukimaanisha kwamba changamoto kubwa ambayo unayoipitia kuanza bado uko mdogo mpaka sasa ni pesa. Ndio. So kwa hali ya pesa, tukiachana hapo, wakati tuko hapo, ni kazi gani unayoifanya? Maana changamoto ni pesa na tunakubaliana nayo, kwa kuchukua dancers, kwa kuchukua wa models. Je,
Kwa hali kama na hiyo, unafanya kazi gani tofauti na uimbaji ambayo inakusupport kwa hali ya uimbaji? Kazi ambayo ninayofanya mimi nilikuwa ninafanya, lakini kwa sasa sifanyi tena kazi. Kazi nilikuwa ninafanya nilikuwa na mambo ya kushave. Nafanya shave, nilikuwa shave ya mjini. Tofauti na hiyo, kazi gani ambayo inayokupushi kwenye hali ya uimbaji? Maana umesema kwamba pia ni pesa. Sasa hapa jinsi ulivyoacha kazi, je, una kazi nyingine inayokuingizia kipato kwa ajili ya uimbaji? Ndio, nafanya kazi online. Online. Namna gani hiyo online mzee? Ni kazi nzuri tu kwa vijana, ni kazi nzuri japokuwa sio haileti kipato ambayo mtu anastahili kupata, lakini inanisaidia. Ukimaanisha online kama jinsi vijana wale walivyofanya ndio kazi unayoifanya? Sema kidogo kiongozi. Ndio, kazi ni nyingi za online. Kuna kazi za mtandaoni, unaweza ukakopi linki na ukashare kwa watu. Kipato kinaingia. Wengi wanadharau, lakini ni kazi ambayo inaingiza pesa kabisa. Hata mitandao yangu ya kijamii nikiposti chochote tu kwa mwezi kabisa sikosi marupurupu yangu ambayo napata kidogo. Ukimaanisha kwamba social media au mitandao yako ya kijamii inalipa, lakini sio kawaida kama jinsi watu wengine wanavyolipa, kwa sababu bado nina namba ndogo sana. Kwanza mwaka wa 2023 ulipoingia kwenye muziki, ni wimbo gani wako wa kwanza? Je, ulitoa wimbo wako wa kwanza mnamo mwaka gani? Mimi nimetoa wimbo wangu wa kwanza mnamo mwaka 2012. Wimbo wangu ya kwanza inaitwa Kifo. Ulitoa mwaka wa 2012. So ndio 2022. Ni wimbo gani ambao ulikutoa baada ya mwaka wa 2022 kutoa wimbo wa Kifo? Ni wimbo gani uliokutoa? Wimbo ambao ulionisaidia mimi kuanza kujulikana na watu ni Najuta. Uliotoa mnamo mwaka gani? Nilitoa mnamo 2024. Mwaka 2024. Una malengo gani na uimbaji wako? Mimi malengo ni mengi sana. Lengo la kwanza? Lengo la kwanza natamani kuwa msanii mkubwa, maarufu sana. Kama tuna wasanii wengine ambao wameshaanza kuonyesha mafanikio, na mimi pia natamani kuwa kama hivyo. Lengo la pili? Lengo la pili natamani kufanya makuu, kusaidia familia. Asante sana. Kwa hali ya uimbaji kuanza mwaka wa 2022 kufika mpaka sasa, umeshafanya nyimbo ngapi? Mimi nina nyimbo nyingi sana. Kwa namba? Kwa namba zinafika 30 au 30. 30. Kwa nyimbo hizo zote zimesha panda YouTube au namna gani? Nyimbo ngapi ambazo ziko kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube? YouTube na nyimbo kama ni 7 hivyo. Ndio. Kwa nyimbo zote hizo ni wimbo gani unaokubali wewe kama wewe? Mimi nina nyimbo nyingi ambazo ninazokubali sana. Kwanza kuna nyimbo ambayo bado hayatoka. Ninafanya na msanii mkubwa ambaye anajulikana, Dr. Malu. Umetumika na Dr. Malu ambaye anapatikana pale Uvira? Ndio, nimefanya naye collab kupitia changamoto za kifedha. Mimi video imekuwa ngumu kwanza kutoka sasa hivi, lakini Mungu akibless tu tutakuwa nyimbo itakuwa. Kwa huku afanya kazi na Dr. Malu, ulimpa pesa ngapi? Mimi hiyo ni private ya mtu. Ni kazi kiongozi. Ni private, siwezi nikasema kwa sababu kila mtu ana namna yake ya kufanya muziki. Kuna wakati mnaweza kwa sio kufanya muziki na msanii mkubwa ndio kulipa hela. Kuna mwingine anatoa tu msaada, mwingine anataka umlipe, lakini sasa kwa upande wangu mimi siwezi nikaongelea mambo yake. Tofauti na Dr. Malu, ni waimbaji wangapi ambao umeshafanya nao collab?
Waimbaji ni wengi sana na wengine siwezi kuwataja kwa sababu napenda kufanya surprise. So ukimaanisha kwamba mwimbaji ambao unahitaji wadau wamfahamu ni Dr. Malu, lakini wengine hawahitaji wamfahamu. Nimefanya na Dr. Malu kazi kwa sababu wengi wanajua. Wanajua kabisa kwa sababu ameshawahi kupost hata kwenye account yake ya TikTok. Amepost nimefanya kazi na kijana wangu, napenda nimtambulishe kwenye industry ili watu wamfahamu ili kutangaza lugha yetu ya Kiswahili. So ni uko kwenye mpigio gani au kwenye uimbaji gani wa hali ya nyimbo hizi za profane? Mimi nafanya nyimbo zote tu. Nikimaanisha kuna wanaoimba mapiano, kuna wanaoimba afrobeat, kuna wanaoimba kacha. Mimi naimba zote tu. Unaimba zote? Kacha, naimba afrobeat, naimba zote tu. Zote kabisa naimba. Kwa mwaka huu umeshatoa nyimbo ngapi? Kwa mwaka huu sijatoa. Kwa nini? Ila nina mpango wa kutoa kwa sababu wiki ambayo itakuja nina mpango wa kuachia nyimbo yangu ya Mfuliro Tuzurudi. Nimeshaachia challenge na wengi wanaifahamu. Wiki kesho hapa Mungu akibless itakuwa HT audio. Wimbo wa Mfuliro Tuzurudi. Mfuliro Tuzurudi. Itakuwa tusome tu. Asante sana. Ni mwimbaji gani hapa kambini za Leko unayemkubali sana? Mimi namkubali Jaydala. Unamkubali Jaydala? Namkubali Jaydala sana. Kwa nini unamkubali Jaydala? Cha kwanza ni mtu ambaye anajua kufanya kazi vizuri, anajua kabisa kutembea na muda wa kufanya kazi, anajua sana. Na anajua kupromote mambo yake. Ni msanii mkubwa Jaydala. Msanii gani ambaye unamkataa sana hapa kambini za Leko, ukimuona unasema huyu ndio wa mwisho? Amna. Lakini moyoni unajua, lakini hutaki kuongea. Kwenye nyimbo zako zote hizo 30 ulizozifanya, umeshafanya EP ngapi au album ngapi? Mimi nimeshafanya EP moja. Ilikuwa na nyimbo ngapi? Ilikuwa na nyimbo 3. Hiyo ambayo nimefanya sishindani. Nimefanya najuta na nimefanya pia koma nipate leo. Asante sana. Ambia watu wanaokufuatilia kwa mtandao huu wa Revolution kwenye TV yetu ya Revolution, waambie neno moja. Unaweza ukataka wakusupport kwa njia gani, au watazamaji au mafans wako wakusupport kwa njia gani? Mimi ninachowaambia tu waendelee kunipatia muda na wawe karibu na mimi na wanisupport kama jinsi wanao support wengine watu, kwa sababu nina mengi mambo mazuri ambayo yatafurahisha tu huko mbeleni. Asante sana mtazamaji wa Revolution, nina matumaini ya kwamba hapo umesikia, na hapa tunahitaji kupata kibwagizo fulani ambacho atakipiga, ambacho alipiga yeye na Dr. Malu. Unaweza kaimba kidogo wadau wasikie, maana wasikusupport na bado hawajasikia chochote. Okay, amna tatizo. Yes. Kusaidie. Kisimuno na hamwa bomo wagira hamwa mutumwa. Nyeri mufuli lekani yimezeze kaya. Kiongozi, naona kwamba umeua. Lakini sauti yako tunaona kwamba inafanana na Michael Jackson hivi. Amna. Tunaona kwamba umeimba kabisa. Kuna wimbo wake ambao unaitwa Thriller, na jinsi ulivyopanda hapo wimbo umepanda kama Michael Jackson kabisa. Hongera sana mtazamaji wa Revolution, tulikuwa naye Limbe